Kubwa leo nataka nikusanue ni simu gani ambazo hazitengenezwi tena, ambazo sio rahisi kwa wewe kupata simu mpya. Lugha ya kitaalamu tunasema non-active. Kitu cha kwanza natakiwa ujue mwanakitaa, simu zenyewe ni kama magari tu. Baada ya kutoa simu ya juu, simu ya nyuma yake wanaacha kutengeneza. Haujanielewa Yaani baada ya kutoa iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max wameacha kutengeneza. Baada ya kutoa S25 Ultra, S24 Ultra wameacha kutengeneza kwa ajili ya kupisha production, lakini pia kupisha mauzo ya simu ya juu. Maana yake nini mwanakitaa? Simu ambazo zimeachwa kutengenezwa kwenye iPhone ni iPhone 15 Pro, 15 Pro Max kushuka chini. Sio rahisi kwa wewe kupata simu ambayo ni non-active, maana yake yani mpya kabisa. Lakini pia kwenye Samsung hivyo hivyo, S24 Ultra kushuka chini, S23, S22 Ultra, sio rahisi kwa wewe kupata simu ambayo ni non-active. Unajiuliza utapata simu gani? Simu ambayo utaipata mwanakitaa ni refurb. Bado hujanielewa? Refurb mwanakitaa ni simu ambayo iliwahi kutumika, ikarudishwa kiwandani au kwa supplier, baada hapo ikaangaliwa na changamoto gani, then ikarudishwa sokoni as refurbished phone. Ndio maana hata bei yake huwa inakuwa tofauti kabisa. Na ikitokea umepata simu ya zamani ambayo ni non-active kabisa, bei yake inakuwa ni juu sana, ambayo kitaalamu tu sio rahisi kwa wewe kuiafford. Tuashumu Pro Max sasa hivi ukiipata ambayo ni non-active unaweza kununua hata 1.7 bei ambayo imekaribiana na 14 Pro Max. Hivyo basi kuepusha usumbufu usio na lazima, make sure unajua unanunua simu namna gani, itakusaidia sana.